Meli ya kifahari ya Urusi imepita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya mlango huo wa bahari kufungwa na Irani, huku Marekani ikiweka mzingiro wa majini. Meli kubwa inayohusishwa na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin imepita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya njia hiyo muhimu ya baharini kufungwa. Meli ya kifahari ya Nord yenye urefu wa mita 142 inayohusishwa na bilionea wa Urusi Alexei Moldashov ilisafiri kutoka Dubai hadi Muscat ya Oman mwishoni mwa juma. Mojawapo ya meli kadhaa za binafsi zilizovuka bahari hiyo katika miezi ya hivi karibuni. Irani imeshirikiana na Urusi katika mazungumzo ya ngazi ya juu wiki hii, huku mzozo kati yake na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari huo wa bahari ukiendelea. Takribani 1/5 ya usambazaji wa mafuta ghafi na gesi asilia LNG husafirishwa kupitia njia hiyo ya majini. Moldashov ambaye ana uhusiano wa karibu na Putin hajaorodheshwa kama mmiliki rasmi wa meli hiyo ya kifahari, lakini rekodi za Nord zinaonyesha kuwa alisajiliwa kwa kampuni inayomilikiwa na mkewe mnamo 2022. Nord anayekadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 500 aliondoka Dubai Ijumaa usiku na kufika Al Mouj Marina katika mji mkuu wa Oman Jumapili asubuhi, kulingana na data za jukwaa la Marine Traffic. Usafiri wa baharini kupitia mkondo wa Ghuba kwa sasa iko katika sehemu ndogo ukilinganisha na viwango vya kabla ya vita. Mzozo huo umechangia kupanda kwa kasi ya bei ya mafuta duniani, huku kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi ya Brent kikipanda hadi dola 109 za Kimarekani kwa pipa siku ya Jumatatu. Irani imeendelea kudhibiti usafiri wa meli kupitia njia hiyo muhimu ya majini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa vikosi vya Marekani vitaweka kizuizi cha kijeshi dhidi ya bandari za Irani. Bado maswali mengi yanaendelea kuwatatiza wadau mbalimbali na wafanyabiashara kote ulimwenguni kwa kile kinachoelezwa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na mzingiro wa majini uliowekwa na Donald Trump. Wakati meli hiyo ya kifahari ikipita katika mlango bahari wa Hormuz kutoka Urusi, swali linabakia, je, nchi za Kiarabu zinatarajia nini katika mazungumzo ya Marekani na Irani? Kulikuwa na hali ya afueni miongoni mwa nchi za Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC wakati Marekani na Irani zilipokubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili tarehe 8 Aprili. Tangazo hilo lilimaanisha kusitishwa kwa muda kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Irani ambayo yalikuwa yakilenga miundombinu ya kijeshi na kiraia katika nchi hizo. Mwitikio wa nchi mwanachama wa GCC umekuwa sawa katika mambo mengi, hasa wito wao wa kawaida wa kufikia suluhisho la muda mrefu na kuhakikisha kupita kwa bure kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Umoja wa Falme za Kiarabu umechukua sauti kali zaidi katika kulaani Teherani. Kinyume chake, Oman imechukua msimamo tofauti zaidi katika kuikosoa Washington na kujihusisha moja kwa moja na Teherani.